Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, licha ya kwamba alichochea vita kwamba Marekani ishambulie Iran vilivyo, lakini sasa baada ya kile kilichoelezwa na wa Iran, sasa amerudi nyuma na kumwomba Trump aache kuishambulia Iran. Ripoti hii inakuja wakati ambapo Israel ilitoa tahadhari na utayarifu wa uwezekano wa kuanzisha tena mashambulizi makubwa kwa kushirikiana na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman anamwomba Rais Trump afikirie upya, asifanye mashambulizi makubwa kama alivyotaka, mashambulizi ya kijeshi ambayo yanaweza kutokea dhidi ya Iran, wakati alipozungumza kwa njia ya simu mnamo jana Jumamosi. Shirika la habari la Axios limeripoti leo Jumapili. Ripoti hiyo iliwataja maafisa wawili wa Marekani. Mmoja wao aliambia Axios kwamba Wasaudi walionyesha wasiwasi na kuomba ufafanuzi kuhusu mpango wa utekelezaji. Lakini mpango huo unaonyesha kwamba moja kati ya nchi ambazo zitatumika kwa ajili ya mashambulizi ni pamoja na Saudi Arabia. Na kauli iliyotolewa na Iran ni kwamba nchi yoyote ambayo itatumika katika kipindi hiki itawashwa moto. Hili liliwaogopesha viongozi wengi katika Mashariki ya Kati, akiwemo mwanamfalme Mohammed bin Salman, kwamba Mashariki ya Kati itaingia katika vita vikubwa mno, na akamuomba rais wa Marekani Donald Trump kwamba asifanye vita hivyo. Shirika la habari la Axios zaidi limenukuu vyanzo vinavyojua wito kati ya viongozi hao wawili ambao walisema MBS kwa maana ya Mohammed bin Salman alimwomba Trump aondoe hali hiyo badala ya kuanzisha mashambulizi makubwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Wasaudi wana wasiwasi kuwa huenda mashambulizi haya yatasababisha ongezeko kubwa la kieneo ambalo halijawahi kushuhudiwa, na kwamba nchi nyingi zitaathirika katika Mashariki ya Kati kutokana na vita hivi. Wakati huu inaonekana wa Iran hawatakuwa na uvumilivu wa aina yoyote, watakuwa tayari kufa ama kupona kwa ajili ya kuipambania nchi yao. Wa Iran waliapa kwamba kwa sasa wapo tayari kwa namna yoyote. Uzalendo unazidi kuongezeka katika taifa hilo. Vijana wengi wamezidi kuongezeka katika jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndani ya miezi mitano iliyopita, baada tu ya vita na kuuawa kwa kiongozi wao mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Lakini pia katika kipindi cha mazishi inadaiwa kwamba kuna idadi kubwa ya vijana walioingia katika jeshi, lakini pia kuna uzalishaji mkubwa wa silaha uliofanyika kwa muda mfupi katika kipindi cha miezi mitano tangu vita kuanza kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Shirika la habari la Axios ilifika kwa ubalozi wa Saudia huko Washington na kufanya mazungumzo na ikulu ya White House pia, ambapo wote walikataa kutoa maoni, lakini jibu la mwisho ni kwamba Rais Donald Trump ameamua kusitisha mashambulizi hayo dhidi ya Iran. Nchi zote katika kanda ya Mashariki ya Kati zinadaiwa pia kumwomba Rais Trump aepuke mashambulizi makubwa. Nchi nyingine katika kanda hiyo pia zimemtaka Trump asiendeleze mashambulizi hayo, ikiwa ni pamoja na Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu ambao ulikuwa tayari kwa ajili ya mapambano, lakini pia mataifa kama vile Uturuki na hata Pakistan, kulingana na ripoti iliyotolewa. Kwa mujibu wa Axios, mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja yamefanyika siku ya Jumamosi kati ya Marekani na Iran, yamesababisha maendeleo fulani, ingawa hakuna makubaliano yaliyofikiwa, kama ambavyo Rais Donald Trump alivyotamka kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa, lakini wa Iran hawakukubaliana na mpango huo, na kwamba bado kuna wasiwasi kwa rais wa Marekani Donald Trump kwamba anaacha kufanya mashambulizi kwa sababu ya anavyotaka kufunguliwa kwa lango la bahari la Hormuz ambalo wa Iran bado anasema lipo katika mamlaka yao. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.